Habari za wakati mtazamaji wa Channel 10 Plus. Leo ni Jumamosi ya Aprili 25, mwaka ni 2026. Nikukaribisha katika habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Eden Bahati. Karibu tuanzie jijini Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema uzinduzi wa meli ya kwanza ya uvuvi wa bahari kuu ya Shirika la Uvuvi Tanzania Tafiko ni hatua muhimu inayoweka msingi imara wa utekelezaji wa sera na mikakati ya nchi katika kuendeleza sekta ya uvuvi na kukuza uchumi wa buluu. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya uzinduzi wa meli hiyo eneo la Kigamboni, Rais Samia amesema hatua hiyo ni sehemu ya mabadiliko ya kimkakati katika usimamizi na udhibiti wa rasilimali za bahari kuu, huku ikilenga kuongeza mchango wa sekta ya uvuvi katika uchumi wa taifa. Hatua hii inaakisi maono na mabadiliko ya kimkakati katika udhibiti na usimamizi wa rasilimali za bahari kuu. Kwa dhati kabisa, tumedhamiria kulifufua na kuliimarisha shirika letu la uvuvi Tafiko ili liweze kushiriki ipasavyo katika kusimamia rasilimali za bahari kuu. Rais Samia amesema serikali imejidhatiti kulifufua na kuliimarisha shirika la uvuvi Tanzania Tafiko ili liweze kushiriki kikamilifu katika kusimamia na kunufaika na rasilimali zilizopo katika bahari kuu kwa manufaa ya Watanzania wote, na kuongeza kuwa uzinduzi wa meli hiyo unaakisi maono mapya ya serikali katika kuhakikisha rasilimali za bahari zinasimamiwa kwa tija, uwazi na ufanisi zaidi ili kuongeza mapato ya taifa na ajira kwa wananchi. Wote tukae mguu sawa ndani ya wizara na wale wote wanaofanya kazi na sekta hii, tukae mguu sawa kuendelea na safari hii vile tunavyotarajia. Lakini la pili ni matunzo ya vyombo tunavyovinunua. Meli hizi, meli zinazokuja nyingine 4, boti za doria na vyombo vyote tutakavyovinunua kukuza sekta hii, naomba vitunzwe na viendeshwe vyema kwa faida ya taifa letu. Kwa upande wake, Waziri wa Mifugo na Uvuvi Balozi Daktari Bashiru Ali Kakurwa akimkaribisha Rais Samia ameeleza uzinduzi wa meli hiyo ni hatua muhimu katika kuimarisha sekta ya uvuvi nchini na kuongeza uwezo wa Tanzania kunufaika na uchumi wa buluu kupitia rasilimali zake za baharini, huku balozi wa Japani nchini Yoichi Mikami ameshukuru serikali ya Tanzania kwa kuendeleza uhusiano wao wa muda mrefu, ambapo pia nchi yake ipo katika mchakato wa kuipatia boti ndogo 2 za kuzuia uvuvi haramu bahari kuu. Hatua hii inatarajiwa kuongeza uzalishaji katika ukanda wa bahari, hususa bahari kuu, kuboresha upatikanaji wa samaki wa ubora wa juu kwa ajili ya soko la nje na hatimaye kuongeza mchango wa sekta katika ukuaji wa uchumi wa taifa. The government of Japan recently provided 2 speedboats to the government of Tanzania. These vessels are high-performance boats capable of over 50 knots with excellent maneuverability. Wanafunzi hao wanaosoma hapa ni miongoni mwa wanafunzi 270,000 ambao wewe Mheshimiwa Rais umeidhinisha fedha katika wizara hii anayoongoza kwa Mkenda bilioni 916 za kuwalipia ada wanafunzi hawa wanaotushangilia hapa. Naye mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo Deodatus Mwanyika ameeleza kuwa kupitia Bunge wataendelea kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6 ya kuwaletea maendeleo wa Tanzania kwa kupitisha miswada yenye tija ili kufikia malengo ya dira ya 2050, huku mbunge wa Kigamboni Haran Sanga akimshukuru Rais Samia kwa kupeleka fedha nyingi katika miradi ya maendeleo jimboni kwake. Na sisi tunatoa ahadi kama bunge na kamati, tutaendelea kutoa ushirikiano usio na kikomo kwa serikali yako. Uwekezaji ambao umekuwa umeufanya katika bandari yetu ya Dar es Salaam TPA, ambayo inaenda kujenga zile gati 16 kwa upande wa Kigamboni, zitakuwa na manufaa makubwa sana. Twende tukavue bahari kuu. Ni wakati sasa wa kutumia meli yetu wenyewe kwenda kuwafuata kule deep sea, kina kirefu, wale jodali ambao tulikuwa tunategemea sana wageni kutuletea na kutuvulia
kutoka hapa eneo hili la uzinduzi ambapo karibu tuna chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Mimi naitwa Salumu Mkambala. Shirika la Afya Duniani WHO limeidhinisha matumizi ya dawa mpya ya kutibu malaria kwa ajili ya watoto wachanga inayojulikana kama Coartem Baby au Riamet Baby, ambayo imeumbwa mahususi kwa watoto wenye uzito chini ya kilo 5 na huja katika mfumo wa vidonge vinavyoweza kuchanganywa na maziwa. Dawa hiyo imetangazwa katika maadhimisho ya siku ya malaria duniani Aprili 25, 2026, ambapo shirika hilo limesema dawa hiyo inaweza kusaidia kuziba pengo kubwa la huduma za matibabu kwa takriban ya watoto milioni 30 wanaozaliwa kila mwaka katika maeneo yanayoathiriwa na malaria, hususan barani Afrika. Kabla ya kuidhinisha dawa mpya, awali ilitumika dawa ya Novartis, ambapo watoto wengi wachanga walikuwa wakipewa dozi zilizokusudiwa kwa watoto wakubwa, hali iliongeza hatari ya madhara makubwa ya afya kwa watoto wachanga. Hatua hii inatajwa kuwa mafanikio makubwa katika mapambano dhidi ya malaria, hasa barani Afrika, ambapo zaidi ya 95% ya maambukizi huripotiwa na watoto chini ya miaka 5, wakichangia robo 3 ya vifo. Uidhinishaji huu pia utawezesha taasisi kama Gavi the Vaccine Alliance kuanza usambazaji wa dawa hiyo katika maeneo yenye uhitaji mkubwa, licha ya changamoto ya kupungua kwa ufadhili wa kimataifa, wakati ugonjwa huo ukiendelea kusababisha takriban vifo 60,000 duniani kila mwaka. Kwingineko ni kwamba mlinzi wa mifugo katika kijiji cha Ihanga, wilaya ya Mbalali mkoani Mbeya, alijulikana kwa jina la Mungu Mamboleo, ameuawa kwa kushambuliwa na silaha za jadi na kundi la vijana lililovamia kambi ya mifugo aliyokuwa akilinda kwa madai kuwa ameviibia chandarua, huku uchunguzi ukibaini kuwa alikuwa ni kikwazo kwa vijana hao kuiba mifugo kambini hapo. Taarifa zaidi na Rose Chapewa. Tukio la mauaji hayo linadaiwa kutokea usiku wa manane katika kijiji cha Ihanga Mkanyageni, wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya, ambapo Channel 10 imefika katika kijiji hicho na kuzungumza na mmiliki wa mifugo hiyo pamoja na baadhi ya viongozi wa kijiji cha Ihanga Mkanyageni. Nilipigiwa simu na kijana wangu, taarifiwa kwamba pale kambini kwangu kuna uvamizi umetokea. Niliamua kuamka usiku huo, kuchukua pikipiki, kwanza kufuatilia nini kimetokea huko kambini. Tukakutana na kundi kubwa la watu wakimshambulia kijana huyu ambaye kwa sasa ni marehemu. Ninapofika pale tukafika na jeshi la polisi. Tulipofika pale nikaambia jeshi la polisi, naomba na mimi nijilizishe huyu mtu. Baada ya kumkagua pale niliona tu vitu viwili, majeraha yale na kitu alichokuwa amevilingwa kiunoni kama neti. Kufuatia tukio hilo, wananchi wametoa mwito kwa serikali kukomesha matukio ya watu kujichukulia sheria mkononi. Na kitendo hiki kimetuletea huzuni kubwa, na tunaomba jeshi la serikali kama polisi watusaidie kitu kama hiki kisirudie. Naomba sana mpige vita hali hii na wananchi wote wasirudi nyuma, kwa sababu hivi vitu kwenye jamii nafikiri ni vitu ambavyo havikubariki. Ni lazima wajaribu kuona namna gani wanaweza kuvikomesha, kwa sababu huu ni unyama. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Sakap Benjamin Kuzaga, anasema watu 7 wanashikiliwa kuhusiana na tukio hilo. Walianza msako mara moja na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa wote 7 waliohusika na tukio hili. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio ni kujichukulia sheria mkononi kwa kumshambulia na silaha za jadi na kupelekea kifo chake, baada ya kuona kwamba huyu marehemu ameweza kuwadhibiti wasipate nafasi ya kuiba mifugo iliyokuwa hapo kambini. Kutoka hapa katika ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Asante Rose Chapewa kwa taarifa hiyo. Kamati za kudumu za Bunge zimeshauri serikali kuelekeza nguvu zaidi katika huduma za kinga na kuimarisha mifugo ya afya ngazi ya jamii, zikibainisha ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza ambalo linaendelea kuwa tishio kubwa kwa ustawi wa wananchi na uchumi wa taifa kutokana na gharama kubwa za kutibu magonjwa hayo. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Wakizungumza katika kikao cha kujengewa uwezo kilichoandaliwa na TANCDA, baadhi ya wenyeviti, makamu wenyeviti na wawakilishi wa kamati za kudumu za Bunge wamesisitiza umuhimu wa serikali kuwekeza katika huduma za kinga na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu magonjwa yasiyoambukiza
na afya ya akili. Sasa hivi kila kitu kinaibuka visinia. Kuna kisinia, kuna nini. Sasa hivyo tunakula nini yani? Mwisho wa siku tunapata nini? Tunapata nini? Kwa hiyo tujaribu kuangalia baadhi ya mambo kama hayo. Moja ya nguzo muhimu kwenye dira ni afya, kwa sababu huwezi kutengeneza uchumi imara kama hujatengeneza afya. Na dira inatusisitiza kwamba kwenye kipindi hiki tunachonacho na 2050 tunapaswa kuweka mkazo kwenye swala la afya. Katibu mkuu wa shirikisho la vyama vya magonjwa yasiyoambukiza TANCDA Profesa Rumaiya Kaushik amesema uwekezaji kwenye kinga una faida zaidi kuliko tiba, huku Wizara ya Afya ikibainisha kuwa matumizi ya pombe ni miongoni mwa changamoto zinazochochea ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza. Unasema ni kwamba unapoinvesti kwa mfano $1 kwenye prevention ya pombe, rate of investment, return on investment unapata $8. So tunachosema ni kwamba kwenye kinga uhitaji kuinvesti sana, lakini matokeo yake ni makubwa sana, ni mara 8 kuliko ulichoinvesti. Kama jamii tumekuwa na watu wengi zaidi wanaotumia pombe, lakini wanatumia pombe kwa kiasi kikubwa zaidi, jambo ambalo linaongeza changamoto. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Afya na masuala ya Ukimwi Dr. Johannes Lukumai amesisitiza umuhimu wa kila sekta nchini kushiriki katika mapambano dhidi ya magonjwa yasiyoambukiza. Ili kuweza kufanya haya magonjwa yaweze kupungua au kufanikisha zaidi, ni sekta zote zihusike. Sekta ya elimu, sekta ya maji, wote waungane kwa pamoja kuhakikisha kwamba wanalisemea hili swala la magonjwa yasiyoambukiza. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Tuelekee huko mkoani Iringa ambapo mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amesema serikali mkoani humo inaendelea kuimarisha juhudi za utunzaji na uhifadhi wa mazingira kwa kufungua milango ya ushirikiano na taasisi mbalimbali za umma na binafsi, hatua inayolenga kuongeza uelewa wa jamii kuhusu umuhimu wa upandaji miti na utunzaji wa rasilimali asilia, huku lengo likiwa ni kupanda miti milioni 1 katika kipindi cha miaka 3 ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Amesema hayo wakati akifunga kampeni ya Panda Mti Okoa Mazingira inayoratibiwa na taasisi ya Pet A Tree Tanzania. Clement Sanga ana undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Iringa. Harry James amesema kuwa mafanikio ya mpango huo yanategemea kwa kiasi kikubwa ushiriki wa wananchi wote, wakiwemo wanafunzi, taasisi za elimu, vikundi vya kijamii na sekta binafsi, pamoja na kuhakikisha miti inayopandwa inatunzwa kikamilifu ili iweze kukua na kuleta tija inayokusudiwa. Tumefanya jitihada ya kupanda miti katika maeneo ya taasisi, tumefanya jitihada ya kupanda miti katika maeneo ya nyumba zetu, na sasa ni wajibu wetu wa kila mmoja kuhakikisha kwamba anaendelea kujitamadunisha umuhimu wa kupanda miti, kutunza miti na baadaye kunufaika na hii miti ambayo tumeipanda. Naye mratibu wa kampeni hiyo ya Panda Mti Okoa Mazingira, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Pet Tree Tanzania Jacqueline Palanjo, ameyaweka wazi malengo makuu ya kampeni hiyo, huku mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya manispaa ya Iringa Zaina Mlawa akisisitiza utamaduni wa usafi wa mazingira wakati wote. Kupitia kampeni hii tunachangia katika kupunguza athari za mabadiliko na tabia ya nchi, kulinda vyanzo vya maji, kuboresha afya ya jamii kupitia matumizi ya nishati safi ya kupikia. Sisi Iringa ni wasafi. Tulikuwa tunadumisha na kuonyesha kwamba hili ni tukio letu endelevu. Sisi kama Wanairinga ni sehemu yetu ya utamaduni kuwa ni sehemu ya usafi. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Asante Clement Sanga kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Iringa. Wakazi wa mkoa wa Njombe wamehimizwa kuacha tabia ya kutumia dawa bila kufuata ushauri wa wataalamu wa afya, hatua inayotajwa kupelekea kutokea kwa vifo vya binadamu kutokana na usugu wa dawa mwilini. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka mkoani Njombe. Rai hiyo imetolewa na baadhi ya wakazi wa mji wa Njombe baada ya kuitikia wito wa wataalamu wa afya kuwataka wananchi kujitokeza katika viwanja vya stendi ya zamani ya mabasi ya mjini Njombe kupatiwa huduma ya kupima afya bure, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya wiki ya wataalamu wa maabara mkoa wa Njombe iliyokwenda sambamba na uhamasishaji wa wananchi kuchangia damu salama. Mimi ningeshauri wananchi ni vyema kujua hali yako, afu kujua namna gani uishi namna gani. Maana kuna wakati unaweza kuwa unaishi bila kujua, ukaingia kwenye matatizo kwa sababu ukupata ushauri wa kitabibu. Unaweza ukanunua dawa ambazo sizo, alafu baadaye zikakuletea madhara. Muhimu ni kupima kwanza, ndo baadaye madaktari wakushauri ununue dawa aina gani. Kwa upande wao, wataalamu wa maabara waliotoa huduma ya upimaji afya kwa wananchi wameeleza lengo hasa la kuadhimisha wiki hiyo. Tunafanya vipimo vya
maabara kwa sababu ukitumia dawa pasipo kupima hakika unajiweka katika riski. Lengo letu kubwa ni kuwapima wananchi zaidi ya 1000. Wakati huo mkuu wa idara ya maabara katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe Donald Baleria amesema tatizo la usugu wa dawa limekuwa likisababisha vifo vya binadamu. Sasa ili kuzuia vifo hivyo vitokana na usugu wa dawa, ni vyema kwa jamii na wananchi kwa ujumla kuwa na mazoea ya kupima mara kwa mara kabla ya matumizi ya dawa. Vile vile ningependa kuishukuru serikali kwa ujumla kwa kuwezesha miundombinu inayowezesha upatikanaji wa huduma hizo. Kama tunavyojua kwa mkoa wa Njombe kuna kituo cha damu salama ambacho kinaweza kuchakata mazao ya damu. Hivi sasa kama mkoa kuna uniti kama 126. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Asante Michael Patrick kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Njombe. Jamii imetakiwa kuweka utaratibu endelevu wa kupanda miti na kuachana na tabia ya ukataji hovyo wa miti, hali inayochangia kwa kiasi kikubwa uharibifu wa mazingira na kusababisha ukame katika maeneo mbalimbali. Mwandishi wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora ana taarifa zaidi. Wito huu umetolewa na mhifadhi mkuu kutoka wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kanda ya Magharibi Aloisi Kilemwa wakati akizungumza katika mahafali ya 10 ya kidato cha 6 iliyofanyika katika shule ya sekondari Unyanyembe iliyopo manispaa ya Tabora mkoani hapa, inayomilikiwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi Tanzania JWTZ. Ili watoto wetu wafaulu, wanatakiwa wasome katika mazingira mazuri, mazingira yaliyo bora. Hali ya hewa ya dunia inabadilika. Kuna mwaka unakuta mvua zinanyesha nyingi, kuna mwaka unakuta mvua zinanyesha kidogo. Kuna kipindi kingine unakuta mvua inanyesha yani bila kutarajia. Yote hii ni kutokana na uharibifu wa mazingira. Tunakata sana miti, tunakata kwa ajili ya mikaa, kuni hizo kujengea, na watu wengine wanaenda kulima kwenye hifadhi zetu, wanachungia mifugo humo, kiasi kwamba tunaharibu ule uoto wa asili ambao uko. Kwa hiyo tujitahidi kuboresha mazingira yetu kwa kupanda miti. Awali akisoma taarifa ya maendeleo ya shule hiyo, mkuu wa shule ya sekondari Unyanyembe ameeleza mafanikio mbalimbali yaliyopatikana ikiwa ni pamoja na kudumisha nidhamu ya hali ya juu miongoni mwa wanafunzi, na kwamba mafanikio hayo yameiwezesha shule hiyo kuwa miongoni mwa shule bora za kijeshi nchini, ambapo mwanafunzi Angelo Andrea Kwai, mhitimu wa kidato cha 6, ameibuka kinara kitaifa katika masomo ya economics na geography. Katika kudumisha nidhamu, shule inafanya mengi, lakini machache ni haya yafuatayo. Kwanza ni kufanya ufuatiliaji wa mahudhurio ya wanafunzi na kuchukua hatua dhidi ya utoro, uvivu, uzembe na tabia zisizofaa. Utovu wa nidhamu wa aina yoyote ile huwa ukubaliki hata kidogo hapa shuleni. Kwanza kabisa, yani kwa malezi ambayo nimeyapata hapa, naamini kwa sababu kwa umri uliofikia sasa na kuharibika, kwa sababu elimu tuliyopata sio kufundishwa, tunakushauriwa pia, hata uzalendo pia tunafundishwa. Kitendo cha dunia kuwa kama kijiji, hapa kuna mazuri na kuna mabaya. Kwa hiyo sisi ambao tulikuwa hatujazoea yale, watoto wetu ambao wapo katika umri wa kukua, wengi wanayachukua kama yalivyo. Kwa hiyo wazazi wenzangu, tusiache watoto watulelee, tusiache mitandao itulelee watoto wetu. Adela Moses, Channel 10. Moses kwa taarifa hiyo. Majengo matatu mapya yaliyojengwa katika hospitali ya mji wa Handeni mkoani Tanga yamewezesha hospitali hiyo kuboresha huduma wanazozitoa, ambapo baadhi ya wagonjwa wamehojiwa na kupongeza serikali kwa maboresho hayo. Kutoka Handeni, Ernest Mbez ana taarifa zaidi. Wakielezea hali ya upatikanaji wa huduma kwa sasa kwenye hospitali hiyo ambayo imepata majengo mapya 4 likiwemo jengo la wagonjwa mahututi ICU, maabara pamoja na jengo la dharura, baadhi ya wananchi wamesema tunashukuru sana kwa huduma ambazo tunazipata katika hospitali yetu ya wilaya Handeni. Mpaka sasa hivi hapa wagonjwa wetu wanaendelea vizuri. Nimemleta mgonjwa wangu mwanangu, lakini nashukuru toka alivyohudumiwa mpaka sasa hivi hajambo, anaendelea vizuri na huduma tumeipata nzuri tu, haina wasiwasi. Dr. Hudi Shedadi ni mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Handeni, ambapo anaeleza namna ambavyo maboresho ya huduma pamoja na miundombinu ya hospitali hiyo yameondoa malalamiko kwa wananchi. Wananchi
wameona tofauti kubwa sana ya maboresho ya majengo yaliyoko sasa, na utaona kwa sasa hivi malalamiko yale au manunguniko ya wananchi yameondoka. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Handeni Salum Nyamwese, pamoja na kuwataka wananchi kunufaika na fursa ya bima ya afya kwa wote, pia akatoa wito kwa watumishi wa hospitali hiyo. Serikali imewekeza miundombinu, serikali imewekeza vifaa tiba, serikali imewekeza katika majengo, lakini pia kutoa ajira nyingi katika watumishi wa sekta ya afya. Sasa wanapofika kazini, wajue wateja wao au waliofanya waajiriwe ni wananchi. Naomba wahudumie wananchi wetu kwa kuzingatia utu na kuwathamini bila kuwabugudhi. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Asante Ernest Mbezi kwa taarifa kutoka mkoani Tanga. Mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba mgeni Khatibu Yahaya ameongoza mamia ya wananchi wa mkoa huo katika zoezi la upandaji miti, ikiwa ni sehemu ya shamra za maadhimisho ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, ambapo zaidi ya miti 7,000 aina ya mikoko imepanda katika eneo la Chwale. Zoezi hilo limekusudia kuhamasisha utunzaji wa mazingira na kuendeleza mshikamano wa kitaifa kupitia maadhimisho hayo ya kihistoria. Ni maadhimisho ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, ambapo kwa mkoa wa Kaskazini Pemba yameadhimishwa kwa zoezi la upandaji wa miti. Mgeni rasmi katika zoezi hili alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba, Mheshimiwa mgeni Khatibu Yahaya, ambaye amewataka wananchi kudumisha amani na kuutunza muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Pamoja tushirikiane kuhakikisha tunautunza muungano wetu kwa lengo la kupata maendeleo. Na kupitia muungano huu, Mheshimiwa mkuu wa wilaya ameeleza, lakini haya maendeleo yote ambayo tunayaona ndani ya kipindi kifupi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi pamoja na Dr. Samia Suluhu Hassan wamefanya makubwa sana. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Wete Abdalla Rashid Ali pamoja na mwakilishi wa afisa mdhamini Wizara ya Kilimo hapa kisiwani Pemba wakazungumzia faida za muungano na jinsi gani wananchi wa Kaskazini Pemba wanufaika na uwepo wa muungano Tanganyika na Zanzibar. Miongoni mwa faida ambazo tunazo mkononi hivi sasa, mojawapo ni ujenzi wa chuo cha ufundi kinachojengwa pale Kangagani. Chuo hichi kitakuwa ni mkombozi kwa sote sisi tunaoishi hapa Pemba. Sisi Wizara ya Kilimo kama sehemu ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kwa upande mmoja tunanufaika sana na muungano huu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nitoe taarifa kwamba katika ofisi yetu ya Wizara ya Kilimo, miradi mingi au yote tunayotekeleza basi ni miradi ambayo yameshikwa mkono na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kuona namna ambavyo tuwe na utaratibu mzuri wa kuanza check and balance. Shughuli za kiuchumi ziwepo, lakini na uhifadhi wa hii misitu uwepo, kwa sababu tunaishi kwenye visiwa, maji yanapanda na naathiri pia shughuli za binadamu ikiwemo kilimo. Nikiripoti kutoka hapa kisiwani Pemba, mimi ni Masanja Mabula. Asante Masanja Mabula kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba wananchi mtaa wa Ilindi kata ya Ilemi mkoani Mbeya wanatarajia kuondokana na changamoto ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za kijamii kutokana na barabara mtaa wa Dondori katani hapo ambayo ilikuwa haipitiki kwa muda mrefu kuanza kukarabatiwa. Taarifa zaidi na Epimakus Apolinari kutoka mkoani humo. Wananchi hao wamedai kuwa barabara ya Dondori imekuwa kero kwa muda mrefu na kulazimika kutembea kwa miguu kutokana na wamiliki wa vyombo vya usafiri kusitisha huduma ya usafiri katika barabara hiyo, huku wakipongeza serikali kwa kuchukua hatua za haraka kuikarabati barabara hiyo. Kuna changamoto ya barabara kuhusu hata bajaji zilikuwa nasumbua babai kwa mbovu mawe tu, yani hata pikipiki huku shida, gharama inakuwa juu. Kwa saizi tunaona afadhali kwa barabara sasa imetengenezwa, tunaona changamoto itapungua kwa sababu hata biashara zetu kaenda huko kujumua tunashindwa hata kupanda hata bajaji hata pikipiki, tunaona bei gharama. Kwanza kabla yote tunapenda kuwashukuru mbunge, diwani na mwenyekiti na viongozi wengine kwa kutukumbuka kututengenezea barabara hii. Changamoto yetu ilikuwa kwenye usafiri. Unavotoka huko mjini kupandisha huku juu, usafiri ulikuwa hamna. Kwa mama wajawazito walikuwa wajifungulia hadi njiani kosa usafiri. Diwani wa kata ya Iremi Baraka Zambi amesema uongozi wa kata kwa kushirikiana na viongozi wa serikali watahakikisha wanaendelea kutatua changamoto za barabara katika kata hiyo, huku mwenyekiti wa mtaa wa Ilindi akaeleza umuhimu wa barabara hiyo. Naomba niwaambie wananchi wa kata Ilemi
changamoto zote za barabara zitatatuliwa, kwa sababu halmashauri ya jiji la Mbeya tulifanikiwa kumiliki greda hili. Kwa hiyo tutaendelea kupambana na changamoto za barabara pale ambapo zinajitokeza. Moja ya mtaa ambao umekuwa mnufaika na hii mashine kupitia ahadi ya Mheshimiwa mbunge pamoja na diwani wa kata Ilemi ni kuja leo kutusafishia hii barabara yetu ya Dondoli. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Mbunge wa jimbo la Geita vijijini Joseph Msukuma ametaka halmashauri ya wilaya ya Geita kuhakikisha inapeleka walimu wa kike katika shule ya msingi Fulwe, kwa kuwa uwepo wa walimu wa kiume pekee unaathiri usawa wa kijinsia hususan kwa watoto wa kike. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Mrisho Sadik kutoka mkoani Geita. Mbunge Msukuma ametoa ombi hilo kwenye hafla ya kupokea madarasa mawili yaliyojengwa kwa ufadhili wa benki ya CRDB kwa thamani ya shilingi milioni 50 pamoja na madawati 30 katika shule ya msingi Fulwe. Mabinti hao wana matatizo yao ambayo yanaweza kusolviwa na mwanamke peke yake. Sasa hapa una wanaume watupu, inakuwaje ikitokea matatizo? Unampa ruhusa aende nyumbani au unafanyaje? Kwa hiyo niwaombe sana halmashauri na afisa elimu. Kwa nami kama mwenyekiti wa halmashauri naomba nitoe maelekezo ndani ya siku 10 tuweze kupata walimu wa kike angalau wawili kwenye shule hii. Kupitia ofisi ya mkurugenzi idara ya elimu msingi tuna mkakati wa kuweza kuhakikisha kwamba kila shule ambayo haina mwalimu wa kike anakuwepo. Mwakilishi wa mkurugenzi wa benki ya CRDB ambaye ni mkurugenzi wa TEHAMA amesema benki hiyo kupitia sera yake ya uwekezaji kwa jamii imekuwa ikitenga takriban 1% ya faida baada ya kodi kila mwaka kwa ajili ya kusaidia miradi ya maendeleo ikiwemo elimu. Utekelezaji wa sera hii uliodumu kwa miaka mingi unaonyesha dhamira ya dhati ya benki yetu ya CRDB kushirikiana na jamii katika kuleta maendeleo. Mradi huu leo utakao ukabidhi hapa ni chachu na itakuwa chachu kwa wanafunzi wetu hawa. Tunaamini kupitia madarasa haya mazuri na madawati ambayo yamo inaenda kuongeza ufaulu wa wanafunzi. Aidha, Mheshimiwa Msukuma ameahidi kuwa yeye pamoja na familia yake wataongeza vyumba vingine viwili vya madarasa katika shule hiyo kongwe iliyoanzishwa tangu mwaka 1956, huku baadhi ya wanafunzi wakipongeza hatua hiyo. Tulipokuwa tulikuwa tunapitia shida sana wanafunzi. Tunashukuru kwa sababu madarasa ya zamani ni tofauti na haya. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Milipuko na milio ya risasi imetikisa mji mkuu wa Mali, Bamako, kufuatia mashambulizi ya makundi yenye silaha yaliyolenga kambi za kijeshi mapema leo Jumamosi. Jeshi la nchi hiyo limethibitisha kuwa linapambana na makundi ya kigaidi, huku mapigano yakiendelea katika maeneo kadhaa ya jiji hilo. Taarifa za awali zinaeleza kuwa makundi yenye itikadi kali yanahusishwa na mtandao wa Al-Qaeda pamoja na Islamic State huenda yakawa yamehusika, ingawa jeshi bado halijathibitisha rasmi wahusika hao. Mashambulizi hayo pia yameripotiwa katika mji wa Gao, Kidali na Seval, yakitajwa kuwa ni miongoni mwa mashambulizi makubwa yaliyoratibiwa katika miaka ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, safari za ndege kuelekea Bamako zimesitishwa kwa muda, huku tahadhari ikitolewa karibu na Modibo Keita International Airport, ambapo ubalozi wa Marekani umeonya raia wake kubaki majumbani kwa kuepuka safari zisizo za lazima. Naam, kufikia hapo ndio mwisho wa habari za kitaifa na kimataifa. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa itakuwa ni wasaa wa habari za michezo na burudani. Mimi ni Eden Bahati.